Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45, na somo letu jioni ya leo, nguvu ya jina la Bwana, au unaweza kaandika ajaye kwa jina la Bwana, ajaye kwa jina la Bwana. Haleluya. Biblia inasema mstari wa 45, Biblia inasema hivi: ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Sema, nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Anaendelea anasema, ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli, na hao jamii ya watu wote pia wajue kwamba Mungu haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, kwa maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Sema, vita ni vya Bwana, naye atawatia adui zetu mikononi mwetu. Haleluya. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hili likamwingilia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamuua, walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Haleluya. Ukitaka wakimbia adui zako, anza na shujaa wao. Haleluya, haleluya. Sema jioni ya leo, kwa jina la Bwana tunaenda kumfyeka shujaa wao, tunaenda kumwangusha shujaa wao katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka jioni ya leo tujifunze nguvu ya jina la Bwana. Kuna watu wanafikiri labda jina la Bwana limeanza kutumika baada ya Yesu kuzaliwa duniani, lakini nataka nikwambie kuna watu walipata mafunuo ya matumizi ya jina la Bwana tangu katika Agano la Kale. Haleluya. Tunamuona mmoja wao ya watu waliopata mafunuo ni Daudi. Daudi hata katika Zaburi utaona ametaja sana kwa habari ya nguvu ya jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Na katika Mithali, kwa mfano ukisoma Mithali sura 18 mstari wa 10, anasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. Haleluya. Jioni ya leo wewe utakuwa salama kwa sababu umemkimbilia Bwana. Nasema tena, jioni ya leo utakuwa salama kwa sababu umemkimbilia Bwana. So Biblia inasema, na watu wengi wanadhani labda Daudi alimuua Goliati kwa jiwe. Wanafikiri ni jiwe lilimsaidia kumuua Goliati. Lakini Daudi mwenyewe anatuambia katika hiyo Samueli wa kwanza sura 17 mstari ule wa 45, anamwambia yule Mfilisti, asema, wewe unanijia kwa fumo, kwa mikuki, kwa mapanga, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana. Kwa jina la Yesu lina nguvu ya kuangusha adui. Jina la Bwana Biblia inalifanisha na silaha. Sio tu silaha, Biblia inasema jina la Bwana ni ngome. Katika ulimwengu wa roho jina la Bwana ni ngome. Haleluya, haleluya. Angalia hapo Mithali sura ya 18 mstari wa 10, anasema jina la Bwana ni ngome imara. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. Kwa usalama wa mwenye haki uko katika kujua nguvu ambayo iko katika jina la Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. So tunaona Daudi anamwambia yule Mfilisti Goliati, anasema mimi nakujia kwa jina la Bwana. Nasema nakujia kwa jina la Bwana. Wewe adui wangu, wewe mtesi wangu, unayepanga mabaya, jioni ya leo ninakujia kwa jina la Bwana. Wewe unayetafuta kuharibu biashara yangu, unayetaka kuharibu ndoa yangu, unayetaka kumaliza watoto wangu,
jioni ya leo ninakujia kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu. Haleluya. Sema jina la Bwana. Sema tena jina la Bwana ni ngome imara. Sema tena jina la Bwana ni ngome imara. So Daudi anasema nakujia kwa jina la Bwana, manake nakuja kwa jina la Bwana. Na kwa mjibu wa Biblia, neno la Mungu inasema yeyote anayekuja kwa jina la Bwana amebarikiwa. Kwa manake ukienda kwa jina la Bwana umefanya nini? Umebarikiwa. Hebu nikuonyeshe kidogo. Yohana sura ya 12 mstari wa 12. Yohana sura ya 12 mstari wa 12. John chapter 12 verse 12. Nikuonyeshe kwamba amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Nataka tupate muda wa kuomba. Yohana 12 umefika mstari wa 12 na 13 tusome. Biblia inasema hivi. Hebu nifuatishe nyuma. Sema nayo siku ya pili yake watu wengi walijia sikukuu. Walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Wakatoa matawi ya mtende, wakatoka nje kwenda kumlaki. Wakapiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Sema tena ajaye kwa jina la Bwana. Sema tena ajaye kwa jina la Bwana. Yes, maandiko mengine utasoma Zaburi 118 mstari wa 26, utasoma mwenyewe, lakini pia Luka sura ya 13 mstari wa 35. Luka sura ya 13 mstari wa 35 utasoma mwenyewe. Lakini Biblia inasema ajaye kwa jina la Bwana afanya nini? Amebarikiwa. Amebarikiwa. Kwa ufunuo Yesu ulikuja kutokea kwa Yesu, lakini Daudi alishaona miaka mingi, akasema mimi nakuja kwa jina la Bwana. Kwa maana nyingine mimi nimebarikiwa. Kwa ajaye kwa jina la Bwana amefanya nini? Amebarikiwa. Kwa wewe ukienda kwa jina la Bwana umebarikiwa, na kwa mjibu wa neno la Mungu ni vigumu kumlaani aliyebarikiwa na Bwana. Haleluya! Ni vigumu kumdhuru aliyebarikiwa na Bwana, ni vigumu kumtenda mabaya ambaye Bwana amembariki. Haleluya! Na kwa mjibu wa neno la Bwana, jina la Bwana lina nguvu ya wokovu. Kwa ukija kwa jina la Bwana manake tayari wewe una ulinzi, uko salama. Nimekuambia Mithali sura ya 18 mstari wa 10 anasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. Kwa jina la Bwana lina usalama. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run unto it and they are safe. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. Jina la Bwana ni ngome kwenye ulimwengu wa roho. Ni ngome. Haleluya! Wamebarikiwa wajao kwa jina la Bwana. Jina la Bwana lina wokovu. Ndio maana Yesu alisikika mara nyingi akiwafundisha wanafunzi wake, anawaambia ombeni kwa jina langu, ombeni kwa jina hilo. Ndio maana kila tunapoomba lazima tutaje kwa jina la Yesu, kwa sababu kuna nguvu katika hilo jina. Sema kuna nguvu katika jina la Yesu. Ni jina ambalo limepatikana kwa gharama kubwa ya Mungu mwenyewe kuvaa ubinadamu akautoa uhai wake kwa ajili yako. Sio jina, ni jina ambalo halifananishwi na jina lolote. Ndio maana Biblia inasema kwa jina la Yesu kila goti litafanya nini? Litapigwa. Ndio maana unapotaja jina la Yesu hata kama mashetani yako pale anakimbia, anatoweka, kwa sababu ni jina lenye nguvu. Haleluya! Haleluya! Sema jina la Yesu ni ngome imara. Kwa wokovu wetu uko katika jina la nani? La Yesu. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4, tutakuwa tunahitimisha hapo ili tupate muda kuomba. Matendo sura ya 4 mstari wa 12 na 13. Umefika Matendo sura ya 4? Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 12 na 13. Nifuatishe tusome pamoja. Hebu nifuatishe nyuma. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Rudia tena, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tunaendelea mstari wa 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu, ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya!
Ikumbukwe hapa Yesu alishafanya nini? Alishaondoka kwa namna ya mwili, amepaa ameenda mbinguni. Lakini Biblia inasema akina Petro walikuwa wakihubiri. Wakati wanahubiri, ukianzia Mwanzo wa sura 4, wakati wanaendelea kuhubiri, Biblia inasema wakaja watu wakaanza kuwauliza, mnahubiri kwa jina la nani? Haya yote mnayotangaza ni kwa jina la nani? Ndipo akina Petro wakaanza kuongea kwa ujasiri. Na ikumbukwe Petro na Yohana, hawa wote walikuwa wavuvi, ni watu ambao hawajasoma shule kabisa, hawajaenda shule, kwa hawakuwa na maarifa ya kidunia, lakini walikuwa na maarifa kwa sababu wana Yesu. Haleluya! Mwambie jirani yako, ukiwa na Yesu na maarifa. So Biblia inasema wanaanza kuhubiri, wanasema hapana jina jingine walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, kwamba kila mtu anayetafuta wokovu lazima akubali kuokolewa kwa jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu ndilo limebeba wokovu wa mwanadamu. Wakati anaendelea kuhubiri, Biblia inasema huo mstari tuliousoma hapo, mstari wa 13, Biblia inasema wale watu wakawasikiliza ujasiri wao, uwezo wao, wakasema hawa watu tunawajua, hawakusoma shule, hawana maarifa. Huyu Petro amekuwa akiwa mvuvi, anatuziaga samaki, na huyu Yohana naye ni mvuvi. Wote wawili walikuwa ni wavuvi, walitoka kwenye uvuvi, hawajaenda shule. Lakini Biblia inasema wakawajua ni watu wasio na elimu, lakini ule ujasiri walionao wakajua, aha, wako pamoja na Yesu. Kumbe mtu ambaye ana Yesu, hata kama hajaenda shule, ana viwango vya mtu aliyeenda shule na zaidi kwa jina la Yesu. Haleluya! Pigie makofi Bwana Yesu. Hiyo ni nguvu ya jina la Yesu. Ndio maana kuna watu wanahubiri Injili, ukifuatilia background zao hawajasoma shule hii ya kawaida, lakini wana maarifa kwa sababu wana Yesu. Ukiwa na Yesu una maarifa zaidi ya mtu aliyesoma degree. Haleluya! Haleluya! Ogopa mtu mwenye Yesu. Ogopa mtu ambaye anaomba kwa jina la Yesu, sio mtu wa kawaida. Nilikuwa nasoma habari za malkia mmoja wa huko Ulaya. Aliulizwa ni kitu gani unaogopa sana? Akasema mimi siogopi majeshi hata ya UK, siogopi majeshi ya nchi yoyote. Naogopa maombi ya mtu mmoja. Kuna mtu mmoja nimemsahau jina, ila alikuwa muombaji sana. Akasema naogopa maombi ya huyo mtu kuliko hata majeshi ya England yote, kwa sababu ya hiyo nguvu ya jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Kwa wewe unayeomba kwa jina la Yesu, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Sema mimi sio wa kawaida. Sema tena mimi sio wa kawaida. Sema tena mimi sio wa kawaida. Sema natembea na nguvu ya Yesu. Natembea kwa jina la Yesu. Natembea na uwezo wa Bwana. Haleluya! So Biblia inasema hayo Matendo ya Mitume 4, Biblia inasema walipotambua kwamba ni watu wasio na elimu lakini wana ujasiri, wakajua kwamba wako na Yesu. Kwa kumbe ukiwa na Yesu unakuwa na ujasiri wa kufanya mambo ambayo hata wenye elimu hawezi kufanya. Haleluya! Unakuwa na ujasiri wa kufanya mambo ambayo hata wenye hadhi kubwa hawezi kufanya. Kwa wewe mwenye jina la Yesu, wewe sio wa kawaida. Unaweza kaamuru mambo yakatokea kwenye ulimwengu wa roho. Wewe mwenye jina la Bwana, wewe ambaye unaitwa kwa jina la Bwana. Ndio maana Biblia inasema Mungu mwenyewe anakuheshimu wewe. Anasema kabisa, ukisoma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajienyekeza na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe maovu yao na kuiponya nchi yao. Ikiwa watu walioitwa kwa jina langu, manake wewe ulioitwa kwa jina la Bwana una nguvu kwenye ulimwengu wa roho ya kusema na Mungu akakusikia. Haleluya! Kwa wewe ambaye umeitwa kwa jina la Bwana lazima uone ufahari. Wewe sio wa kawaida. Mwambie jirani yako, wewe sio wa kawaida. Mwambie tena, wewe sio wa kawaida. Kuna nguvu ya kipekee ndani yako. Haleluya! Haleluya! The name of the Lord, jina la Bwana. Na popote unapolitaja jina, ndio maana Yesu alikuwa anawaambia ombeni lolote kwa jina langu nanyi mtapata, ili furaha yenu ipate kutimia. Popote unapolitaja jina la Bwana, Biblia inasema katika Mathayo sura 18, anasema kwa maana walipokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, niko hapo katikati yao. Ndio maana wale watu walipoona ujasiri wa kina Petro wakasema hawa wako pamoja na Yesu. Kumbe Yesu anaweza akawa na wewe na umuoni kwa macho haya ya mwili. Haleluya! Anasema walipotambua ujasiri wao, walipoangalia ujasiri wao na kuwajua ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakajua kwamba wako pamoja na Yesu. So kama ukiwa na Yesu, ukilitaja jina la Yesu, yuko hapo. Unapomtaja tu tayari yupo. Haleluya! Haleluya!
Haleluya! Ndio maana watu wanaofuga mashetani, wafuga vibwengo, wafuga majini wanaogopa kabisa jina la Yesu listajwe. Wakisikia jina la Yesu linatajwa kwao ni hatari, kwa sababu mashetani yanakimbia. Na leo tutalitaja tena kwa jina la Yesu. Sema, na leo tutalitaja tena kwa jina la Yesu. Nataka wanune. Na hata hapa Mungu alishanionyesha huko nyuma muda mrefu, of course, wakati naomba Mungu akanionyesha kuna watu walikuwa wanafuga vibwengo hapa kwenye maeneo haya, lakini tangu lianze kutajwa jina la Yesu wamekimbia na vibwengo. Haleluya! Majini hayafugiki tena. Sema hayafugiki tena. Kwa sababu inapotajwa Biblia inasema lazima kila goti lipigwe. Kila goti lipigwe, kila goti linatii. Kila kiumbe, Biblia inasema viumbe vyote vya baharini, sijui angani, kwenye nchi, popote, Biblia inasema kila kiumbe kitainama mbele ya jina la Yesu. Haleluya! Kwa wale ambao hataki, wakisikia tu jina la Yesu wana mind, wananuna kwa sababu ya nguvu ya jina la Yesu. Leo Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu. Na leo tunaenda kuomba kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako tuombe. Katika jina la Yesu. Karabasonteria baradush. Rababasontaraba. Karababasoto. Shantele bere.